Sasa kauli yake ya meli za ulimwengu, washeni injini zenu, acha mafuta yatiririke, inaashiria kufunguliwa upya kwa biashara za kimataifa ya mafuta duniani ambayo ilikuwa imekwama kwa kuwekewa vikwazo vikali kutokana na migogoro ya kivita kati ya nchi hizo mbili, Marekani na Iran. Sasa pamoja na habari hizo njema za kushuka kwa Brent crude kwa zaidi ya 3.8 mpaka 4, na hiyo ni dili ya kibiashara ya amani ya kibiashara kati ya Marekani na Iran. Ndio bei ya mafuta kwa pipa moja ya Brent crude imeshuka duniani kwa 4 mpaka 4. Lakini bado kuna ukuta mkubwa wa kiuhalisia unaweza kuzuia bei ya mafuta isishuke kwa kiwango ambacho watu wengi Tanzania wanategemea au wanatarajia kukiona. Ndio hapa sababu mafuta ambayo yanatumika mwezi Agosti nchini Tanzania hayataweza kununuliwa ambapo tutatumia mwezi Agosti, hatutaweza kuyanunua kwa bei ya leo au jana au juzi ambapo makuenda yameingiliwa katika soko la dunia. Sasa kupitia mfumo wetu wa ununuzi wa mafuta wa Bulk Procurement System BPS, mafuta ambayo yanatumika mwezi Juni ambapo tupo sasa yaliagizwa na kulipia miezi 3 iliyopita. Hii inamaanisha kwamba faida ya kushuka kwa bei ya mafuta yaliyo katika soko la dunia tutaanza kuiona katika bei za pampu labda mwezi Oktoba huko. Ndio maana nasema hii ni biashara ya cartels. Yaani wahuni wametengeneza mambo kadhaa, mambo mengi, makorokocho mengi ili wapige dili zao. Sasa ipo hivi, bei ya mafuta katika pampu nchini kwetu Tanzania haitegemei bei ya Brent crude katika soko la dunia peke yake. Bei ya pampu inategemea zaidi sana bei ya mafuta yanayosafirishwa Platts, pamoja na gharama za usafirishaji wa meli, bima na faida ya mwagizaji mwenyewe. Hata kama bei ya pipa moja, barrels ile pipa, inashuka kwenye soko la dunia, kama gharama za meli kama ambapo gharama za meli hadi kufika katika bandari ya let's say Dar es Salaam au Tanga au Mtwara bado zitakuwa ziko juu kwa sababu ya changamoto kadhaa ambazo EWURA wataeleza. Wao EWURA watatumia gharama kubwa kupiga hesabu zao za huo mzigo ambao watakuwa umeagiza. Sijui kama mnanielewa sasa. Alafu kwa uzoefu wetu wa kawaida tu, serikali katili ya CCM, hii serikali dhaifu na dhalimu ya CCM inatueleza kwamba mafuta yakishuka katika soko la dunia kwa 20%, tunaelewa yani utaratibu wa kila mara. Mafuta katika soko la dunia yakishuka hata kwa 20% mpaka 30%, ghafla tumeshuka kwenye soko la dunia, papo imeshuka kwenye pampu, kwenye mafuta kwenye pampu tunaona si wataji wa mwisho sasa. Inaweza kushuka kwa 3% tu, ikizidi sana 5%. Yani kwenye dunia bei zimeshuka ghafla pupo 30%, sisi huku tunashuka 3%. Huku kuna visingizio kibao vya kupanda kwa dola, kuporomoka kwa shilingi, gharama za usafirishaji kutumia meli zikitolewa kama utetezi wao. Hii sasa hii bei ya mafuta Tanzania tunaweza kuishi nayo labda miaka 5 ijayo. Ndio maana nasema ni biashara ya cartels. Yaani wanategemea fault kidogo itokee kwenye bei duniani, wao waingize mambo yao. Kwenye uchumi kuna kitu huwa wanakiita ratchet effects. Ratchet effect. Bei za vitu huwa ni rahisi kupanda, lakini ni ngumu sana kwenda kuporomoka. Yani stick downwards. Yani bei zinapanda, ndio hiyo ndo principle ya ratchet effect. Bei za vitu zina rahisi sana kupanda, zinapanda juu, lakini kuporomoka ile stick downwards ni sio rahisi. Sasa EWURA wanatumia hiyo principle. Vitu vikipanda wenyewe vishushi. Yeah, of course. Bei ya mafuta ilivyopanda kwa kisingio cha vita ya Russia na Ukraine mwaka 2021 haikuwahi kushuka
imezidi kwenda, unaweza kupunguza shilingi 20 mpaka shilingi 50, hawashushi shilingi 500. Kwa bei imepanda, bei imekuwa imepanda tangu kipindi kile cha 2021. Serikali ya awamu ya 6 kama wakati inaingia madarakani mwaka 2021, wamekuta bei ya lita moja ya mafuta ni shilingi 1887. Bei ya lita moja, wameikuta bei ya lita moja ni shilingi 1887. Sasa hivi tunapozungumza na wewe leo mwezi Juni 2026, bei ya lita moja ya mafuta ya petroli wamefikisha shilingi 1486 kwa Dar es Salaam. Kuna maeneo mengine mpaka 4500 mpaka 4800. Ukizidi kwenda mbali ya nje ya Dar es Salaam, nje ya bandari. Na hawaishushi kamwe. Hata wakishusha watashusha hiyo 86. Hawatapeka mpaka 3500. Ila tatizo nini? Tozo na kodi ni nyingi sana. Okay, kupunguza tu tozo mbili ambazo ni shilingi 500 labda na shilingi 200, 700 wakaipunguza huko. Tozo kibao, mafuta yanashuka bei. Sasa wafanyabiashara wakubwa wa kuagiza mafuta ndio hao makatel sasa. Na serikali yenyewe kupitia EWURA wakishazoea kupata mapato makubwa katika kiwango fulani cha bei, wao wanaamua sasa kutengeneza mazingira ya kulinda hicho kiwango kisirudi chini kwa njia za kihalali. Yaani kanuni zinakuwepo, sheria zinawalinda. Kwa hiyo bei zimepanda kutokana na fault mbalimbali, changamoto mbalimbali za dunia kwenye soko la dunia. Sasa wao wanatengeneza utaratibu wa kihalali wa kulinda hizo bei na nini zisiporomoke, zisishuke. Sijui mnaelewa. Sasa ni wazi kwamba biashara ya Wese ni biashara ya cartel. Kama biashara zingine za madawa kulevya nini na nini. Sasa kutoka shilingi 1887 mwaka 2021 hadi kufikia shilingi 1486 kwa lita moja mwaka 2026 ni ongezeko la zaidi ya 110 kwa akili za haraka. Yaani chini ya serikali ya 6 bei ya mafuta imeongezeka kwa almost ongezeko la 110 ndani ya miaka michache tu, hiyo 2021 mpaka 26. Of course hili ni pigo kubwa sana kwa uchumi wa watu wa kawaida. Yaani kwa watu wa kawaida ni pigo kubwa sana. Lakini unafikiri CCM wao wanajali hisia zenu? Unafikiri CCM wao wanawasikiliza? Ni wazi kwamba Wese, biashara ya Wese kuwa juu kwa shilingi 1400 na zaidi ndio msingi mpya wa maisha yetu kila siku. Yaani tunaita new norm, na madhara yake ndio sasa tunaweza kuyaona baadaye kwenye kupanda kwa bei za nauli, vitu mbalimbali. Na sisi hawajawahi kumhurumia Mtanzania kawaida. Kalagabao.